Kuna nchi moja tu barani Afrika ambayo ilimshinda mkoloni wa Ulaya vitani. Nchi ambayo Waafrika wengi waliiona kama ni alama ya uhuru. Nchi ambayo iliwahi kushangiliwa duniani baada ya waziri mkuu wake kushinda tuzo ya amani ya Nobeli. Nchi ambayo marasta wanaamini Yesu wao ndo anatoka hapa, Haile Selassie. Lakini leo mamilioni ya watu wamekimbia makazi yao, mamia ya maelfu wameuawa, na nchi hiyo inazidi kusambaratika. Swali ni, ilikuwaje Ethiopia ikafika hapa? Nataka nikupe hii story kwa sababu kuna story nyingine ya Eritrea ambayo nimepata watu wengi wakitamani nielezee hii nchi kidogo. Sasa imebidi nikupe hii ya Ethiopia ili uweze kuelewa, kwa sababu Eritrea pia inaingia humu ndani kwenye historia ya hii nchi. Na asante kwa kila ambaye unaifuatilia hii episode. Kuna mtu ananiambia akishasikia tu ili eneo anahisi ni tangazo inabidi aruke. No, sio tangazo, ni taarifa kwamba you never know. Hata kama sio fundi, unaweza ukapita tu siku moja ukajikuta labda inabidi utoe mchango wako wa mawazo wa ni sehemu gani ambapo rafiki yako au familia au mwanafamilia atapata vifaa ambavyo vitaweza kufanya kazi yake ya ujenzi kwenda faster. Kwa hiyo cha msingi, hakikisha kwamba hausahau hizi brandi mbili, Lion na Amoeba Pro. Ukiziona hizi popote kwenye mashine ya kidigitali hizi za kutumia betri ambapo ndo dunia inaelekea, basi ujue umefika Comadre Tools. Asante kwa Comadre kwa sababu ndo wananipa nguvu ya mimi kukuletea haya madini ambayo ni updates kila siku za wiki. Sasa basi, ni kuingize Ethiopia. Tuanzie mwanzo wa hii story ya Ethiopia. Watu wengi wanajua Ethiopia haikuwahi kutawaliwa na mkoloni, lakini wachache wanajua sababu yake. Mwaka 1896 kulikuwa kuna vita inaitwa vita ya Adwa. Majeshi ya mfalme Meliki wa pili yaliishinda Italia. Ni wakati huu ambapo Ulaya sasa wamesha chafuana kule, magonjwa, njaa zimewazingua. Sasa wamefika mahali wamesha pigana wao kwa wao, wamechoka, wameenda mpaka kule South America, wamesha pigwa kule pia wameondoka. Sasa walikuwa wanaitafuta Afrika, na ilikuwa ni kipindi hiki cha kutafuta tu kwamba niwe na koloni langu Afrika. Sasa Italia walijaribu bahati yao hapa, na wakutana na mfalme aliyekuwa hapa Ethiopia wakati huu, Meliki wa pili, amejipanga kirozi muando. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa taifa la Afrika kuishinda nchi ya Ulaya kwenye vita vya kisasa. Huu ushindi ulifanya Ethiopia kuwa ni ishara ya matumaini kwa Waafrika wengi, lakini kuna upande wa pili wa hii historia ambao huwa uzungumzwi sana. Wakati Ethiopia ikifanikiwa kuzuia ukoloni kutoka nje, Ethiopia ilikuwa inazidi kujitanua ndani ya mipaka yake, maana yake kufanya ukoloni wa wao kwa wao. Nitakuelezea how. So, Ethiopia ilijengwaje? Meliki wa pili aliunganisha maeneo mengi yaliyokuwa na falme na jamii tofauti. Kulikuwa na Waorono, wa Tigray, wa Somali, wa Sidama, wa Afar na makabila mengine mengi. Kama umefuatilia episodi zetu za nyuma, kuna wakati tuligusia kwenye picha linaanza kwamba zamani, hata wakati Tanzania inapata uhuru, walikuwa wanaamini kwamba taifa ni kabila. Kwa hiyo idea ya hii nationalism ambayo ilikuja baada ya uhuru, maana yake utaifa ambao ulienea Afrika, hiyo situation ikaenda mpaka kwenye nchi zote. Sasa hivi tuna nchi tulizonazo duniani zinaamini utaifa ni Tanzania, Kenya, Uganda. Ilikuja baadaye sana kama theory mpya ya kuongoza watu, lakini binadamu wa mwanzo kabla ya ukoloni na wakati wa ukoloni waliamini kabila ni taifa. Kwa hiyo hata Wachaga, ndio maana unaona wanajiita Wachaga, wanajiita Wasukuma, lakini ukienda mle ndani, Wasukuma sio kabila moja, ni makabila tofauti. Ukienda ndani ya Wachaga, Wachaga sio kabila moja, ilikuwa ni kabila tofauti, kwa maana ya nchi tofauti zilijiunga kutengeneza nchi moja wakaiita Wachaga.
lakini wenyewe wana lugha ambazo hata hawasikilizani. So wao walikuwa wanaamini kuna uhusiano wa ukabila na utaifa. Kwa hiyo inabidi uelewe hii dhana ya watu wa kipindi hicho. Nimejaribu kukupa muktadha. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza makabila yote yakawa chini ya serikali moja. Lakini sasa kuna changamoto unapounganisha makabila mengi, kwa sababu sio kila mtu atakuwa anahisi yeye ni sehemu ya hilo taifa. Ilitokea kwenye nchi zote, hata Tanzania. Kuna jamhuri ya chui ilitaka kujitenga wakati Tanzania inapata uhuru. Kuna watu wengi wameshafanya hizo attempt na ilikuwa ni kwa sababu hiyo. Baadaye hizi attempt ziliondoka kuwa za kikabila zikaanza kuwa za kijeshi, kwamba jaribio la mapinduzi, lakini kimsingi ilikuwa ni watu wa kundi fulani ndani ya jamii fulani wanataka kupindua kundi lililopo madarakani. Kwa hiyo kwa muda mrefu lugha ya Kiamhara, utamaduni wa Amhara na mfumo wa kifalme ndio ambao ulikuwa umetawala hii nchi. Makundi mengi yalihisi yameingizwa kwenye dola kwa nguvu, na mbegu za migogoro ndo zikaanza kupandwa hapa. Unajua hata sasa hivi kuna hao watu wanaletaga haya mambo. Nadhani kwa Tanzania utakuwa unaifahamu hii term ya Sukuma Gang. Yes, kipindi ambacho Rais rest in peace hayati Magufuli alikuwa madarakani, kuna watu walichukua hii filosofi ya kale sana wakawa naileta kwamba kuna hicho kitu. Lakini kwa kipindi kile ukisikia mtu ni kabila hili, maana yake kila kitu ni kabila hilo. Lakini sasa kwa sasa hivi unaweza ukachukua watu ukaweka kwenye nafasi za kisiasa, but huwezi kubadilisha wafanyabiashara waliopo kwenye hiyo nchi, huwezi kubadilisha labda wananchi wanaoishi Dar, huwezi kubadilisha mabosi waliopo kwenye maofisi makubwa. Kwa hiyo watu wengi waga wanazungumza hili kwenye level ya siasa, lakini kwa kipindi kile ilikuwa ni rahisi kuwatenga watu kwa sababu kwanza walikuwa hawajachanganyikana. Na hapa ndipo Eritrea inaingia. Baada ya vita ya pili ya dunia kulikuwa na eneo ambalo ndo hili hapa linaitwa Eritrea. Mwanzo ilikuwa ni koloni la Italia. Maanake kabila lao walimshindwa Muitalia, wakachukuliwa Ethiopia, ngoma ikawa ngumu. Kwa hiyo wakabaki na mfumo wao. Kwa hiyo wakati sasa mkoloni inabidi aondoke Eritrea, ikabidi iwekwe chini ya Ethiopia, kwa sababu unaona ni eneo dogo. Ethiopia ambayo nimekuambia ni nchi ilikuwa huru muda mrefu. Kwa hiyo makabila yanaishi kama yalivyokuwa yanaishi zamani. Hayajaingiliwa na ule mfumo ambao ulikuwa unaongoza sehemu kubwa ya dunia. Lakini watu wengi wa Eritrea hawakukubaliana na huu uamuzi. Na ndipo ikaanza vita ya kutafuta uhuru. Na kikundi kilichojulikana kama Eritrean People's Liberation Front, EPLF, kikaanza kupigana uhuru dhidi ya serikali ya Ethiopia. Ukumbuke ni kipindi ambacho mfalme Haile Selassie yupo madarakani, ambao ndo marasta mnamuonaga kama lakini nitakuja kukuletea story ya Haile Selassie siku nyingine, kwamba hivi huyu ni mtu ni mtakatifu kweli. Marasta ni nini ambacho uwaga wanaongea, yani umjue historia yake, maisha yake halisi alikuwaje kwa muktadha halisi, kwa sababu kipindi hiki alihusika kinoma kulazimisha wa Eritrea wabaki ndani ya Ethiopia. Na issue ilikuwa ni kutaka kwamba nchi hii haiwezi kuwa nchi kubwa ambayo haina bahari. Kwa hiyo ilibidi lazima muwe sehemu yetu. Kwa hiyo alitumia muda mrefu sana kupigana na hawa jamaa, na ndio hii vita na kuzungumzia. Na ndipo sasa tunakuja kwenye kile kinachoitwa Red Terror. Mwaka 1974 utawala wa mfalme Haile Selassie ulianguka. Miaka michache baadaye Kanali Mengistu Haile Mariam akachukua madaraka. Akaipeleka Ethiopia kwenye mfumo wa kikomunisti, na ndicho hiki kipindi kilizaliwa kinaitwa Red Terror, kilifahamika hivyo. Maelfu hadi mamia ya maelfu ya watu waliuawa kwenye kampeni za kisiasa. Makadirio huwa yanatofautiana, lakini hakujawahi kuwa na takwimu kamili yani. Wengi walipotea, wengine waliteswa, na wengine waliuawa bila hata kufikishwa mahakamani. Lakini wakati serikali ilikuwa inajaribu kuzima uasi, waasi walikuwa wanazidi kuwa na nguvu. Nimekwambia ukumbuke, ukisikia nchi kubwa kama Ethiopia, ni watu tofauti ambao wanaamini utaifa ni kabila lao. So kuwaunganisha hao watu, kulikuwa na vikundi obvious ambao vinapigana wenyewe kama jamii yao. Na ndio kukaibuka hawa TPLF kaskazini mwa Ethiopia.
Hili kundi lilikuwa ni jipya, wanajiita Tigray People's Liberation Front. Cha kushangaza ni kwamba TPLF ambayo inatoka mpakani mwa Eritrea ambayo ilitawaliwa na mkoloni, hawa jamaa wenyewe wanatoka kwenye watu wa Tigray ambao walikuwa ni ndani ya makabila yanayounda Ethiopia, lakini wao hawajawahi kutawaliwa. Wakaungana na wale jamaa ambao walikuwa wanapigana na Bwana Haile Selassie tangu zamani kule upande wa Eritrea, wakakusanya na vikundi vya makabila mengine ambayo yapo ndani ya Ethiopia ambayo hayakubaliani na serikali ya wakati huo. Kwa hiyo maadui wa zamani wakawa washirika kumuondoa nani? Mengistu madarakani. So mwaka 1991 wakafanikiwa. Mengistu akakimbia nchi, lakini muda mfupi baadaye washirika hawa wakatengana. Eritrea ikapiga kura ya kujitenga na kuwa taifa huru rasmi. Ndio ile wanasema walishinda sasa vita. Ethiopia ikapoteza bandari zake zote za baharini. Hadi leo ndio nchi yenye watu wengi zaidi duniani isiyo na bandari. Na hilo limekuwa ni moja ya maumivu makubwa ya kisiasa ya Ethiopia hadi leo, kwa sababu wanaitegemea Djibouti. Sasa baada ya huu ushindi ndipo Meles Zenawi wa TPLF akawa waziri mkuu wa Ethiopia. Huyu jamaa anatokea kwa hawa wa Tigray. Akaunda mfumo mpya ambao uliitwa Ethnic Federalism. Nchi ikagawanyika kwenye majimbo yenye msingi wa kikabila. So technically huyu Zenawi alifanya kile kitu ambacho kuna watu leo wanaamini wazee wetu kina Nyerere wangekifanya, kwamba tungerudi kwenye ile nchi ambayo kila kabila linarudi kuwa na utawala wake, wajiendeshe mambo yao wenyewe. Kwa hiyo akaigawa nchi ikawa kama na jamhuri za umo ndani, lakini zinazoendana na ile mipaka ya mwanzo walivyokuwa wanaishi kabla ya ukoloni. Lakini ukumbuke anafanya haya mambo ndani ya nchi ambayo haijawahi kuwa colonized. Kwa hiyo Ethiopia ni mfano halisi wa maamuzi ambayo yangeweza kutokea Afrika endapo tusingekuwa colonized. So mtu kama Nyerere na viongozi wengine waliona kwamba no, tusipigie promo sana ishu ya makabila. Yani tuue kabisa hao watu wa makabila ili tu watu wabaki na jina moja, Kenya, Tanzania, sijui Malawi, Msumbiji, ndio hiyo nationalism. Lakini ndani ya Ethiopia wao bado walikuwa na embrace yale maisha ya zamani ambayo ni ya ukabila. Kwa hiyo wanaamini yes, sisi ni makabila pamoja, tunaweza tukaishi pamoja, kwamba ni ndani ya eneo moja la kisiasa, lakini ndani tunaishi kama makabila yetu, kama Afrika ilivyokuwa zamani. Ndicho alichofanya huyu jamaa. Wafuasi wake walisema hatimaye kila kabila lingepata nafasi ya kujitawala, lakini waliokosoa hii system walisema kwamba huu ni mfumo ambao haukuondoa migawanyiko, uliifanya iwe rasmi. Na kwa kuwa wa Tigray walikuwa ni karibu 5% tu ya wananchi, kwa hiyo Meles Zenawi ni Mtigray na yeye ndo ameshika nchi. Na mwisho wa siku walionekana kwamba wameshika sehemu kubwa ya vyombo vya dola kupitia muungano ambao waliuita EPRDF. Manake ile TPLF ya wa Tigray ambayo ni Bwana Zenawi walitengeneza kitu kingine walichoita kama Ukawa yao. Kwa Tanzania nadhani unaweza ukaelewa zaidi. Ukawa ulikuwa ni umoja wa vyama vya upinzani ambao kuna Chadema na wale wapinzani wengine wakaungana. Sasa na yeye alitengeneza hivi, kuna sisi ambao ni washindi wa hii vita, lakini tuna washirika wetu ambao ni kabila A, B, C, D, ndo hao ikaitwa ako kama muungano EPRDF. Makabila mengine yakaanza kuhisi yameachwa pembeni. Sasa ukumbuke pia kulianza kutokea migogoro ya kimipaka kati ya Ethiopia kwa maana ya wa Tigray na hawa wa Eritrea. Ni migogoro mingi ilijitokeza hapa. So Ethiopia iliendelea kuishi kwenye system hiyo kwamba ina tatizo mipakani kule, ina shida na kabila hili, mara hawa kubaliani na upande huu, lakini iliishi kwenye mfumo huo mpaka mwaka 2018. Mwanasiasa mmoja kijana akaingia madarakani. Jina lake Bwana Abiy Ahmed. Alikuwa ni waziri mkuu wa kwanza mwenye asili ya Oromo. Maanake hawa watu ambao sasa ni wengi. Watu wakamuona kama ni mwanzo mpya. Akaachia wafungwa wa kisiasa ambao walikuwepo tangu miaka hiyo ya nyuma, sababu nimekuambia ni wachache walikuwa wanaongoza wengi.
Kwa hiyo kuna watu walikuwa wanakabwa humo ndani. Nataka nikupitisha haraka haraka nisije kukupa kila matukio kwa sababu hii ni update. Kwa hiyo huyu mwamba alifanya mageuzi na akafanya jambo ambalo dunia haikuwahi kulitarajia. Akafanya amani na Eritrea. Kwa sababu nimekuambia mipakani huku kulikuwa bado na migogoro mingi sana kwamba serikali haikuwahi kuitambua Eritrea. Kwa sababu imagine sisi tumewahi kupigana pamoja tukaiokoa hii nchi. Maanake mtu yoyote atakayeshika hii nchi anaamini kwamba nyinyi mlikuwa sehemu yetu. Kwa hiyo sidhani kwamba Eritrea walijitangazia uhuru wakiwa kwenye mazingira ya amani. Walitangazia kwamba oya tumeshawasaidia, tumepiga huko. Kwa hiyo lengo lilikuwa tunapigana, huyo ni adui yetu na amegeuka kuwa ni adui yenu wa Tigray. Kwa hiyo sasa hivi tumemaliza mchongo, sisi tunaendelea na harakati zetu. Kama watawaliwa wa zamani, sisi ni nchi tofauti kabisa na nyinyi. Nyinyi hamjawahi kutawaliwa. Lakini sio kitu ambacho hii serikali kuu ilipenda, kwa sababu ukumbuke ni nchi kubwa ambalo maana yake linakosa bahari kama nilivyokuambia. Kwa baada ya miaka karibu 20 ya uhasama, dunia ikampigia makofi huyu jamaa, na mwaka 2019 akapewa tuzo ya amani ya Nobel. Na ikaonekana kama Ethiopia ilikuwa imeanza ukurasa mpya, lakini kumbe ndio ilikuwa inaanza ukurasa mbaya zaidi. Abiy akaanzisha chama kipya, Prosperity Party, PP, vyama vingi vikajiunga. Lakini TPLF wakakataa. Ukumbuke hawa TPLF ndo nimekuambia ni wale wachache wa zamani waliopiganaga na yule dikteta. Alafu wakajikuta wanaongoza nchi wakiwa ni watu wa kule juu asilimia chache, lakini wanaongoza makabila makubwa. Alafu pia hawakuweza kuifanya nchi iwe moja. Kwa hiyo kisiasa walikuja kuondolewa kwenye uchaguzi, na kwa sababu vyama vimekaa kikabila wenyewe walijitenga. Kwa hiyo mvutano ukaongezeka kati ya hawa TPLF na serikali ya Bwana Abiy ambayo ilikuwa imeunganisha vyama vingine vyote. Ukumbuke nchi ipo kwenye mfumo ule ule wa makabila. Kwa hiyo jamaa wakarudi zao kule juu Tigray. Then COVID-19 ikabisha hodi 2019. Serikali ikaahirisha uchaguzi wa taifa 2020. TPLF wakasema sisi tutafanya uchaguzi wetu Tigray. Serikali ikasema uchaguzi huo si halali kwa sababu tupo quarantine, na jamaa wakasema hapana, hizi ni mbinu za kutumia COVID kuendelea kukaa madarakani. So mvutano ukafika kileleni mwezi Novemba 2020, vita ikaanza. So kilichoonekana kama ilikuwa ni operation ya chaptu ya serikali ya Ethiopia kwenda kuwasawazisha majamaa wa Tigray kule juu, kiligeuka kuwa moja ya vita vya kutisha zaidi vya karne hii. Jeshi la Ethiopia, jeshi la Eritrea, wanamgambo wa Amhara na vikosi vya Tigray vyote viliingia vitani. Ukumbuke hapa sasa, kwa sababu Abiy ameshamalizana na Eritrea, maanake Abiy na Eritrea washakuwa washikaji. Kwa hiyo wanawavamia hawa wa Tigray ambao zamani waliwahi kuungana kumvamia huyu mkubwa. Sijui unaona siasa inavyokwenda. Mashirika ya kimataifa kama Human Rights Watch na Amnesty International yaliripoti ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu kutoka pande zote za vita, yakiwemo mauaji ya raia, njaa ambayo ilitumika kama silaha ya vita, na ubakaji wa kimfumo dhidi ya wanawake na wasichana. Makadirio waliofariki yalitofautiana, lakini tafiti mbalimbali zinaonyesha idadi hiyo ilikuwa ni kama watu 100,000 hadi 600,000 kwenye kipindi cha vita vya Tigray. Dunia ilikuwa inatazama tu. Mwaka 2022 mkataba wa Pretoria ukasainiwa na vita vikapungua, lakini havijawahi kuisha kabisa. Baadhi ya wanajeshi wa Eritrea waliendelea kubaki kwenye maeneo ya Tigray kwa muda. Migogoro ya kisiasa ndani ya TPLF ikaendelea, na hata uongozi wa Tigray ukawa umebadilika. Amani ilikuwa imeandikwa kwenye karatasi, lakini haikuwa imejengwa kwenye mioyo ya hawa watu. Kwa sababu ukumbuke, maana yake ni kwamba umeua watu ambao wanafahamiana sana, ni makabila ambayo ipiwa. Unajua sasa hivi unaweza ukafanya tukio Moshi pale, lakini aliwezi kuonekana kama umewapiga Wachaga kama ilivyo Ethiopia. Leo hii Ethiopia sio tu mgogoro wa Tigray,
kuna uasi wa Fano, kuna mapigano yanaendelea kati ya serikali ya Omoro Liberation Army katikati ya Oromia hapa wanapaita, na bado kuna mvutano kuhusu maeneo ya Tigray Magharibi. Na ndani ya Tigray yenyewe kuna mgawanyiko wa kisiasa unaendelea. Na matukio yanaendelea ya viongozi wa TPLF bado yanazua maswali kuhusiana na mkataba ambao waliingia Pretoria. Kwa kifupi, moto mmoja ulizimwa, lakini mingine kadhaa bado yanaendelea kuwaka. Kwa hiyo cha kutafakari hapa ni kwamba kwa miaka mingi Ethiopia ilikuwa mfano wa fahari ya Afrika, nchi ambayo ilimshinda mkoloni, nchi ambayo haikuwahi kutawaliwa. Lakini historia yake inaonyesha jambo moja muhimu. Wakati mwingine taifa aliangushwi na adui kutoka nje, linaangushwa na majeraha ambayo hayajawahi kuponywa kutoka ndani. Lakini katikati ya hii story umegundua kuna mhusika mmoja ambaye ametajwa mara nyingi, lakini bado hujamuelewa vizuri. Nchi ndogo iliyowahi kuwa sehemu ya Ethiopia, nchi ambayo leo wengi wanaiita North Korea ya Afrika. Lakini kwa nini Eritrea ilipewa hili jina? Nini kilitokea baada ya kupata uhuru? Kwa nini mpaka leo ni moja ya nchi zilizopigwa bloku zaidi duniani? Hiyo ni safari nyingine ya kwenye episode ijayo. I hope nimekuongezea kitu kwenye hii episode na kukupa msingi mzuri wa kuelewa mengine yatakayokuwa yanakuja kwenye pembe ya Afrika. Kumbuka, mara nyingi sana hapa kwenye update najaribu kukupa historia iliyorahisishwa ili upate ideas. Unaweza ukafuatilia zaidi, unaweza pia ukafuatilia kwenye picha linaanza, na kuna huyu mdau wangu pia hapa ambaye anakusaidia wewe kupata gari ambalo linaendana na thamani ya pesa yako, kama unataka kununua ambalo tayari limetumika au unataka kuagiza jipya. Anaitwa Gideon Magari TZ, mtafute pia. Na asante kwa kufuatilia episodi hii hapa. Hii ni MDC update ya Madini.com, taarifa na maarifa.